mke wa mtu. Amna shoga yangu nenda. Kwa hiyo shoga yangu, hii wiki moja nilokaa kwako ndio naona nimekaa siku nyingi sana Je, ningekaa mwezi? Si ungenitangaza mtaa mzima wewe? Sio siku nyingi. Wewe una mume na ule mume wako yule Mr. Kibarani, aletwa barani unajua. Kwa mume gani pale? Mume atakuwa yule? Si mume gani? Wewe mbona unamdharau hivyo mmeo? Yule ni mume. Nakumbuka ipo siku atakuja kukuacha na watu wengine wakimpata huko hautampata tena. Kwa mume gani pale? Mume muda wote ukipishana naye ananuka mibange. Mume muda wote ananuka moshi. Mume atakuwa yule. Na kaa naye tu ndio hivyo, sina cha kufanya basi. Hila nimemchoka kanifika hapa. Yaani hata mtu akimchukua yule siku mbili afiki naye. Maana anachosha. Wewe ndio unasema hivyo. Lakini kuna wengine wanamuona huko nje na wanampenda vivyo alivyo. Sasa wewe mcheze. Ipo siku utamkosa wewe. Msichana usimalize maneno. Hata hivyo hii wiki nilokaa hapa imenitosha sana. Kwa hiyo naomba tu nikuache kwa usalama. Tusije tukapishana vikauli hapa. Salama za wewe. Unaipita nyumba kama unajui kama anakaa huko ndani. Wewe baada ya kuniona umezulikana nini? Amekuwa hao toka kaka hapo niache na bweni sungu. Kumbe umeachika, shoga yangu. Kumbe sheria za nyumbani uzijui pia. Sisi kwetu ukiachwa na mmoja tunakuacha wote. Akakaangu kakuacha. Mimi nikikumbatia wewe kazi gani? Huyu kaka yako riziki kitako. Kazi yenyewe mpaka apigiwe simu ya ulinzi. Mshahara 2000. Angeniwezaje kunitunza mwanamke kama mimi? Usinifanye cheke kwa elfu kubwa. Yaani hapo ndo nilikuwa napataka. Sasa hivi mimi na nini wewe? Maana sasa hivi ndo unazidi kufuba, dada umechunda. Alafu kwa kumbukumbu zangu nikikumbuka kijana nilichagua mwenyewe iko. Sika kunyola kakaangu iko. Kupendezesha na nini shoga yangu? Maana nikikutazama, yani una mvuto wote. Hauna tofauti na mimi ambaye nimeolewa. Wewe binti mbichi unakaa kwenu, unalala kwenu, unalishwa na mama yako, lakini bado huonekani. Au unataka kumefifia mwenzetu? Hivi unajitambua kweli wewe dada? Tuachane na hayo. Nilisikia una mimba, lakini kwa mtazamo wangu, yani sioni hata dalili ya mimba hapo. Sioni tumbo, sioni dalili ya kutema mate, sioni kikopo. Imekuwaje? Yanaenda ngibaki nayo. Mwanangu ngipata shida, ngipite maisha magumu. Ka familia yenu. Wewe Walda wewe. Hebu muogope Mungu wewe. Yaani unaongea wasiwasi una dada. Eti mimi nishaitoa muda. Sijui nini mtoto wa kike. Unapaza sauti hivyo mtaani wanakusikia. Alafu nikwambie kitu. Sisi mimba zako tuwazitolei ovyo binti. Na hiyo mimba ulioitoa itakugharimu. Yaani maisha yako yote hautapata mtoto hata kusingiziwa. Utabaki hivyo hivyo na ugumba wako. Muone ibilisi mkubwa wewe. Wewe upoje wewe? Hujafunzwa. Mama yako angekutoa wewe ungefikia hapo walipofika wewe. Ndio lako zishafika. Amina. Haya ondoka. Naondoka kwa nini? Naenda nilikwambia nabaki nyinyi. Ondoke. Ndio wewe ndio unachelewa, toka hapa. Nilita mwenyewe. Alimfundisha mema njia ya haki, kila neno la mama kwake ni kelele, hasiki tena moyo wa Galambira langu Galambira. Haujali chochote kuhusu salamu yani.
Umeshindwa hata kusalimia kujua mwenzio kamkaje. Unaanza tu kuchamba umbea. Wewe kweli una matatizo. Mara nyingi kila ninapoongea na wewe au kukusalimia, umekuwa ni mtu ambaye huaga unaenda kinyume na mimi. Hata ningekusalimia, sidhani kama ungeipokea salamu yangu. Sawa. Kuna lingine au hili? Kwa sasa naona maisha yako yanapitia vikwazo vingi sana. Hilo nimeweza kuliona. Sijui unafikiria nini kuhusu hilo. Nilijua ile siku tulipokutana umejifunza vitu vingi sana nilipokuambia tu ukweli wako. Lakini ndo kwanza kama nimeingiza mkaa wa moto ili uzidi kuchochea tu maneno yako. Labda nikwambie kitu kimoja. Maisha yangu yawe na vikwazo, maisha yangu sije yawe na nini, hayo ni maisha yangu. Wala hayahusu maisha mwingine binafsi isipokuwa mimi mwenyewe. Kwa hiyo nikuhusie tu, kaa mbali na maisha yangu. Kuna sauti nazisikia tena za mtoto wa kike kama anaomba msaada. Sauti gani? Wewe kweli ndio maana nasema una matatizo na una vikwazo vingi ambavyo unakutana navyo. Tuko wawili hapa. Hakuna chochote kinachosikika zaidi ya mazungumzo yetu mimi na wewe. Mzee Mrisho, kama kuna kitu unakificha, unajua kabisa mtaa wetu wa Mzizima haziwezi kukaa siri za mtu. Zitafichuka. Mficha maradhi, kifo Mungu. Kuna wanaocheka mchana, usiku wananyamaza. Kuna siri zinatembea gizani. Shikamoo. Marahaba. Afadhali tulivyokutana. Maana kila nikija kwako sikukuti. Nilikuwa na kwa marafiki zangu. Tuachane na hilo. Nataka kujua kuhusu lile swala la mkoba wetu. Umefikia wapi? Kaka, nikwambie mara ngapi? Mimi nishakukataa na hizi habari zako za uchawi. Na sizitaki kabisa. Yaani kiufupi, sitaki kujihusisha na mambo ya kishirikina. Naomba uniache. Kumbuka, wewe ndio uliochaguliwa kulisi mkoba ule. Inawezekanaje leo unataka kukataa? Lakini wewe ndio ulionyesha kutaka. Kwa hiyo pambana nao. Naomba usinitie kwenye hayo mambo. Na najua vizuri tu habari zinazoendelea hapa mtaani. Kuna mtoto kapotea. Najua yote haya, wewe ndio umehusika nayo. Sasa, kitacho kukuta mimi sipo. Lakini dada, hakuna cha lakini. Mimi nishakwambia hizi habari zako sizitaki. Iwe mwanzo leo na mwisho leo. Na siku nyingine tutakataana udugu. Naomba unikome. Alimfundisha mema njia ya haki. Kutoka wapi? Jamani kaka, nimetoka kwa rafiki yangu Fadhila. Yaani na maana toka muda ule toka ndo unarudi sasa hivi kweli? Hamna kaka, ni vile tu vistori. Basi sawa. Lakini mdogo wangu jikoni amelala paka. Sawa kalala paka, nipe hela basi nikanunue vitu tuje kupika. Yaani hapa sina hata 100. Ningekuwa nayo ningekupa. Kwa hiyo fanya kinachowezekana tupate chochote kitu. Jamani kaka, wewe si ndo mwanaume humu ndani? Yaani na maana mwanaume asikii njaa? Jamani kaka, sijamaanisha hivyo. Hii hapa hela nakupa. 9,000 yangu irudi. Tumia buku tu hapa. Hizi kweli hela za masemango. Nataka chinchi yangu. Haiwezekani. Yaani 10,000. Nitumie buku. Nikurudishie 9,000. Unajua wewe, mimi nataka hela yangu irudi chinchi vile vile. Sisi tumeelewana? Mwili huu wote huu wakula shilingi 1,000 kweli? Basi mwanaume pambana sio dafutia. Sio kweli, nakurudishia shilingi 1,000 tu hapa. Yaani nirudishe shilingi 9,000 jamani? Hizi hela za masemango hizi haiwezekani. Namrudishia buku tu. Alitamani furaha, kapata maumivu, anaishi na hofu ndani ya moyo wake. Nduza analia usiku peke yake. Mke wangu, ulikuwa wapi siku zote? Yaani unanichekesha sana.
Yaani hata kukaa sijakaa, sijafika, unaanza kuniuliza maswali. Hiyo ndo salamu? Lakini Shani mke wangu, tambua kwa wewe ni wiki ya pili sasa hivi mimi sijakutia katika macho yangu. Sawa? Na sijui hata ulienda wapi. Hata kuniaga hujaja kuniaga. Yaani kifupi nilikuwa sielewi chochote kuhusu wewe. Yaani mwenendo wako mimi nilikuwa sielewi. Na kila siku nilikuwa nahangaika na kutafuta wewe. Leo umerudi na kuuliza ulienda wapi mke wangu? Unazungumza mambo ambayo hata hayapo. Kwa nini lakini? Hivyo unajitambua kweli? Unaniuliza najielewa tena. Si ndio? Haya, sawa, sijielewi. Ulikuwa wapi? Nilikuwa nilipokuwepo. Kwani kuna ubaya? Shani. Hivi wewe, hivi ushawahi kufikiria kweli katika maisha yako kunifanya mimi ni wanafuraha hata kidogo? Mbona kila siku umekuwa ni mtu mwenye kuniumiza tu rafiki yangu, kosa sio kosa. Oya. Lini nilishaikuwa na furaha? Si kila siku mikelele tu. Hiyo mikelele unahitaji wewe. Kila siku nimekuwa ni mtu mwenye kukuonesha mapenzi ya dhati. Kila kile chenye uhitaji na wewe mimi nimekuwa ni mtu mwenye kukupatia. Ila bado wewe umeonyesha kutokuridhika. Sasa sijajua shida yako iko wapi, au nimekosea kupenda, au mimi kuna kitu nakosea labda sijajua katika maisha yangu. Maana mapenzi yote naonyesha, kile tunachokihitaji mimi nakupatia. Na sidhani kama nishakukosea mimi, sijakosea hata kidogo. Ila nashangaa kila siku nilikuwa ni mtu mwenye kuniumiza tu rafiki yangu wewe. Yaani upendi ndio na furaha. Kwa nini lakini mke wangu? Yaani ungekuwa unanipenda kama unavyosema, wala usingeenda kwa malaya zako na kuwahudumia kama wake zako. Unaona wewe Shani? Kila siku unapenda kuniona mimi positive kila siku. Yaani hakuna hata siku moja wewe ushie kuniona mimi negative yani. Yaani kila siku kwako nimekuwa ni mtu mwenye kukosea tu eti. Kwenye maisha yako usitegemee utakuwa negative. Wewe kila siku ni positive. Lakini Haya mwenzetu, kitanda kiko wapi hapa? Mimi nilishakwambia kwamba mimi nilienda resi, mazingira yangu yakawa sawa, mimi nikaona bora nikakipige tu. Mimi kwa sielewi ningefanyaje sasa. Yaani umeenda kuuza kitanda kwa shida zako. Kwa nini usitafute kazi ukafanya? Au kwa nini usitafute njia yoyote ya kukusaidia kutatua matatizo yako mpaka uuze kitanda? Sasa wewe ulitaka niuze nini? Hivi hiyo kazi unazungumzia kutafuta au wewe umeondoka mara ngapi kunitafutia kazi ushapata? Ushapata hiyo kazi hata siku moja? Yaani kazi yako kwani kutafutie mimi? Wewe unaona wapi mwanaume anatafutiwa kazi? Mwanaume anapambana mwenyewe. Mimi siwezi kutoka hapa niende huko mtaani nikakutafutia wewe kazi. Wewe kiwete. Nisikilize nikwambie kitu kimoja. Mimi si ndo mwanaume humu ndani. Hata hicho kitanda unachokizungumzia wewe mimi ndo nimekitafuta, nimenunua kwa pesa zangu. Sijui unanielewa? Kama kuuza nimeuza haki yangu, sijauza haki yako. Naomba tafadhali kwenye hilo. Yaani hali hii ndo nimekaa wiki. Ningekaa mwezi. Ningeuza hadi nyumba. Na kweli maana akili zako hazikutoshi. Sasa nikwambie tu habari kwa ufupi. Mimi kulala chini siwezi. Nataka kitanda kirudi hapa. Umenielewa vizuri? Mapenzi ya kweli hayadanganyi. Nilipokuona mara ya kwanza, moyo wangu ulipiga sana. Tabasamu lako la kipekee nikafanya Yamebaki masaa machache ya wewe kuwa huru, kwa sababu kazi niliyoikusudia tayari nimeshaikamilisha. Kuanzia sasa huko huru, ila kuna sehemu na kuagiza. Utakapoenda hautorudi tena hapa, kwa sababu utakuwa uko huru na kwenda pale unapopataka. Najua ulikuwa kwenye majukumu na nimekuita usiku huu wa leo, nimekuwa ghafla. Lengo la kukuita hapa, nataka nikwambie kuwa katika kazi tunazozifanya kuna kikwazo kingine kimeongezeka. Katika kila unachokifanya kuna binti mpya amekuja, na huyo inaonekana ana uwezo mkubwa sana. Sijui unanielewa? Sawa. Alafu nataka kujua kuhusu kazi niliyokuagiza umefikia wapi? Maana yule kijana inabidi arudi katika hali yake, na hilo ndio linalosababisha tuingie katika vita.
Hapana mkuu, bado. Fedu estemirete vadimu. Nimekupa siku 2. Kumbuka mimi na wewe ni maadui. Dhamira yangu haiwezi kubadilika kamwe. Yule mtu nilomficha siwezi kumrudisha, na hata kama nikimrudisha, basi atarudi akiwa katika muonekano tofauti. Yaani atakuwa ni mtu mwingine ambaye hata hujawahi kumuona katika maisha yako. Mtu ulioanza naye ndio huyo nitakayemaliza naye. Nilitamani umrejeshe huyo mtu katika ulimwengu wa kawaida, tena akiwa na ufahamu wake. Nilijua kwa nguvu ulizokuwa nazo, kila kinachoendelea wewe una uwezo wa kukijua. Yule mtoto kwa sasa yuko huru, nimemwachia na hakuna chochote kitakachomkuta. Nilijua tu wewe kinda tu kama kinda wengine. Bago imenifika kwa tamaa ilonishika. Wewe toka hapo ndani. Pesa inanizalisha. Tena afadhali nilivyokukuta wewe. Nimekuja kuchukua pesa yangu. Lakini Aileen, si tukubaliana siku 5 ndio uje kuchukua hela yako. Iweje yote siku 5 zijafika umekuja kufuata hela yako? We, koma hivyo hivyo. Siku 5 zijapita. Kwa hiyo mimi mjinga niliotoka huko kote mpaka kuja hapa. Siku 5 zishapita, usifanye mimi mjinga. Sawa? Binti naomba hela yangu. Yaani wewe unadaiwa, bado tu unamwekea mwenzako masharti, aje lini, aje saa ngapi? Wewe unaingia akilini kwani mdada wewe? Kwani wewe binti mbona unadakia? Wewe nani kwanza? Wewe ndio unodai au vipi? Mimi ndio ninayekudai dada. Haya nipe pesa yangu. Kwa saizi nimwambia sina pesa. Labda mje baadaye. Una hela? Nataka kuondoka na pesa yangu hapa leo, sitaki kuambiwa kitu chochote. Maana nimekuvumilia sana wewe unajua. Naomba hela yangu bwana. Udugu unachelewa, ingia ndani kasasape huko ndani bwana. Vipi? Ingia zama. Basi tulivyopisha. Muone action wewe. Umetoa vitu, toa. Toa katoe. Toa shoga yangu, simpate na kitu humo. Toa. Wewe tulia wewe, una kitu gani? Hilo jiko mimi nimelipa. Kwa nini mimi nika samani? Mwachie huko. Pia wewe, kama unataka hii gesi ibaki hapa. Mguu wako mguu wangu moja kwa moja kwa mjumbe. Sasa hivi tukaandikishana nipa lini pesa yangu. Sawa ndugu wangu, mimi nimekuelewa lakini hiyo gesi niachie tu. Wewe, anashikilikia unamuelewa? Yaani anadaiwa, bado tumwachie gesi. Ana madeni tu, hajapati bwana maana. Wewe mimi nakustai. Chukua hiyo gesi, twende ndani moja kwa moja usije ukajifungia. Tuondoke sasa hivi na kusubiria. Wewe, acha ujinga, acha niingize mimi. Wewe unaweza kupita mlango wa nyuma unaweza kumuona. Mtu wenyewe ana madeni afu kulipa shida. Nipishe bana wewe, nipishe. Sakina kachoka kudaiwa we. Mtawa mzizima wanamfuata we. Fanya haraka huko naye tuondoke. Hela yangu wapi? Mwingine anasema usikimbie. Sakina oya oya. Moyo wake umechoka. Sakina oya oya. Madeni yamemzinga. Asubuhi anatoka nyuma ya geti, anaona wadai wamekaa benchi. Mama Sakina leta hela yetu, anasema leo sina subira kidogo. Tukala mama Rehema nadaiwa, mpaka bocha na mkaa. Yaani shoga yangu wewe kama yeye. Yaani vipi? Fanya unanivamia kaeka. Wewe nimekutoa kwa jumbe. Umeenda kwa sababu. Yaani huyu. Basi ni wewe twende. Tuchanganye twende. Usi ukoje mdada? Wazoea hapo azuru pesa zako. Twende. Wewe twende. Usikia oya 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 Sakina. Usikate tamaa. Siku moja utaelewa uchungu huu.
utakumbuka machozi ya mama yako. Yaani wewe usisubiri mpaka. Yaani hapa tunaenda kwa mjumbe utajua cha kufanya. Wewe kama nani kwanza? Maana huyo anonidai mwenyewe yupo nyuma, alafu wewe tena chawa kimbele mbele tu. Hiyo utajua mwenyewe. Hapa tunaenda huko mwenyekiti, utajua. Wewe binti vipi? Afu haibu hata unaongea tu afu huko unadaiwa. Au shoga yangu unasemaje? Wewe lini wewe? Wewe lini? Wewe shanga na kuita kama unisikii. Hamna kitu shoga yangu twende. Sakina yuko hapo, uko naye pale. Wewe una akili kweli? Mimi nakuita, wewe kama unisikia, afu sasa unaniuliza mimi sijui Sakina kaenda wapi. Yaani Sakina ananikimbia. Utajua mwenyewe na madeni yako. Maana nakupa support, mtu anataka kutoa support. Siku moja utaelewa uchungu huu, utakumbuka machozi ya mama yako.